kupitia hatua kadhaa awali kufahamu yaliyokusanywa na wanahabari wetu kadhalika na kuhitimisha katika mada mezani, ambapo leo kwa kuwa ni siku ya kupiga kura, kwa maana uchaguzi mkuu unachukua nafasi Tanzania, tutajaribu kudadisi hali ya uchaguzi hapa Zanzibar. Mimi ni Ali Kinasa, upande wa lugha alama tunashirikiana naye Mwanaisha Musa. Baada ya muda mfupi nitarejea kukusomea taarifa. Mwinyi amepiga kura katika shehia ya Kwahani, jimbo la Kwahani, kituo cha Kariakoo, majira ya saa 2 na dakika 25 asubuhi, akiambatana na mkewe Mama Mariam Mwinyi. Amesisitiza umuhimu wa kuendelea kupiga kura kwa utulivu na kurejea nyumbani ili kulifanya zoezi hilo kufanyika kwa ufanisi. Jumla ya vyama 11 vya siasa vimesimamisha wagombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na bila shaka kama tunavyoshuhudia tukio hilo la upigaji wa kura katika eneo la Kwahani, kituo cha Kariakoo, majira ya saa 2 asubuhi, zoezi lilifanyika kama unavyoshuhudia katika televisheni yako. Wana wengi. Hiyo nyeusi ndio kama kwa ajili ya hapa hiyo. Madam Mkono. Haya, hii ndio tutatizama wale. Hiyo nyeusi. Nyeusi hapa hiyo. Na bahari kwa ajili yako kati. Na nyeusi kwa ajili ya mwisho. Slowly that one, so that you can get a shot. Slowly, slowly. Thank you. Thank you. Thank you.
Mkuu wa wilaya ya Mbulu, Michael John Semindo, amesema hali ya usalama katika wilaya ya Mbulu imezidi kuimarika, kwani wananchi wamejitokeza kupiga kura katika vituo mbalimbali wilayani humo. Afara Suleiman ametuandaa ripoti ifuatayo. Semindo ameyasema hayo mara baada ya kutimiza haki yake ya kikatiba ya kupiga kura. Amewasisitiza wananchi wa wilaya ya Mbulu kuendelea kujitokeza kwenda kupiga kura. Leo wilaya ya Mbulu tumeamka salama na zoezi la upigaji kura linakwenda salama kama mnavyojionea. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa, watu wamejitokeza kwa wingi, na niendelee kutoa wito kwa wananchi wengi waendelee kujitokeza. Na nyinyi mmeshuhudia wananchi wakiendelea kujitokeza. Hali ya wilaya yetu ni salama kabisa. Ulinzi na usalama ni mzuri. Watu wanaendelea kufanya shughuli zao baada ya kupiga kura. Kwa hiyo niwahakikishie ndugu wa Tanzania wenzangu, wananchi wa Mbulu na mkoa wa Manyara kwa ujumla, wilaya yetu iko salama, zoezi la kupiga kura linaendelea vizuri, na tuhakikishie tena na tena kwamba ulinzi wetu utaendelea kuwa salama kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, leo siku ya kupiga kura na baada ya uchaguzi, wilaya yetu itaendelea kuwa salama. Nitoe wito tuendelee kujitokeza kwa wingi ili haki yetu ya sheria na kikatiba ya kuchagua kiongozi tunayemtaka ambaye atakwenda kutumikia kwenye kipindi cha miaka 5 ijayo. Sisi leo ni siku ya uchaguzi katika jimbo letu. Jimbo la Mbulu mjini lina jumla ya vituo 241 ambapo tuna takriban wapiga kura 86,400. Mwitikio wa wananchi kwa asubuhi hii umeanza kuonekana, baadhi ya maeneo watu wameanza kufika na maandalizi yako vizuri. Tumemaliza maandalizi yetu kwa 100% na tunategemea wananchi wataendelea kuja kupiga kura. Vile vile tunaizidi kuwaasa wananchi waendelee kujitokeza mapema asubuhi hii ili tuweze kumaliza zoezi letu kwa wakati ifikapo saa 10 kamili. Jumla ya wapiga kura 86,400 katika jimbo hili la Mbulu mji wanatarajiwa kupiga kura siku hii ya leo. Jumla ya vituo 216 kwenye jimbo hili la Mbulu mji. Nikiripoti kutoka wilayani Mbulu mkoani Manyara, mimi Afara Suleiman wa ZBC. Nakushukuru Afara Suleiman. Bila shaka zoezi hilo linaendelea hadi kufikia saa 10 ya jioni leo hii. Lakini tukamilishe taarifa zetu. Wananchi wametakiwa kuacha kujihusisha na vurugu na badala yake wapige kura na kuendelea kufanya shughuli zao za kijamii. Afwa Hamad ana taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na mstahiki meya Mahmud Musa katika hafla ya chakula maalumu cha usiku kilichowakutanisha vijana kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Amesema ni vyema kujiepusha na vurugu na kuzingatia haki yao ya msingi kwa kupiga kura na kudumisha amani iliyopo. Kumaliza hatua zenu, hamna budi kuhakikisha kwamba mnakuwa mabalozi na hamtashiriki katika aina yoyote ya vuguvugu ambalo linaweza kusababisha tukaathiri amani katika nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake. Si fahari hata kidogo kwa vijana nyinyi mliokuwepo hapa na wengine walio nje ya hapa kuweza kutumika kwa maslahi mabovu na kupoteza nidhamu zenu na kupoteza utu wenu kwa ajili ya kufuata matakwa ya wachache ambao wanania uchu na uroho wa kujilimbikizia mali kwa ajili ya kutafuta maisha yao ambayo yatakuwa yanaendelea kulegalega na kutokuwa na uhakika katika maisha yao. Kwa upande wao, viongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania TAHLISO wameeleza umuhimu wa kuwepo amani katika nchi, kutoa fursa ya kila mmoja kuweza kufanya shughuli zake kwa utulivu. Baada ya hapo tutahimizana amani kuelekea katika siku ya uchaguzi ya kesho. Kwa tunakula kwa furaha kuweza kufikia siku rasmi ya uchaguzi, lakini pia kuhimizana vijana wa vyuo vikuu tuende tukashiriki kwa umoja wetu. Mji mkubwa wa nchi hizi kuzipatia uhuru ni kuwa na amani, kuweza kujitegemea. Lakini pamoja na hilo kuondoa ule unyonge ambao ulikuwa unatupa shida. Kwa hiyo katika swala zima la amani, sisi kama vijana ni kipaumbele pamoja na ndio taswira yetu. Kama kijana kwangu amani ni kitu muhimu sana, kwa sababu hatuwezi kusoma bila amani. Hatuwezi kufanya kazi bila amani. Hatuwezi kufanya kitu chochote endapo tulikosa kuwa na amani. Hata Mwenyezi Mungu amesema katika sura Al-Anfal aya 46 kwamba tusigombane, tusizozane, tusifarakane. Mwisho katuambia tuvumiliane. Kwa kwangu amani ni kitu ambacho muhimu sana na kinanigusa sana tena sana, kwa ni kiongozi mdogo na ni mwanafunzi. Afwa Hamad, ZBC. Afwa Hamad.
Mtazamaji, tunaweka kituo kidogo na baada ya muda mfupi tutarejea hapa ili kuiangaza hali ya uchaguzi hapa Zanzibar. Tafadhali endelea kubaki nasi.